Ukraine imekumbwa na kashfa nzito ya rushwa ikihusisha utawala wa Rais Volodymyr Zelensky. Kashfa hii ya rushwa nchini Ukraine imeyafanya hata mataifa ya Umoja wa Ulaya pamoja na ya NATO kurudi nyuma kutokana na namna ambavyo fedha pamoja na rasilimali zinazotoka Umoja wa Ulaya hazitumiki ipasavyo, isipokuwa zimekuwa zikiishia kwa baadhi ya watu wachache, hasa wenye mamlaka. Umoja wa Ulaya umetangaza kwamba unaendelea kutafuta ni jinsi gani ya kuisaidia Ukraine kutokana na kashfa ya rushwa iliyoripuka inayomhusisha mshirika wa karibu wa Volodymyr Zelensky. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari Politico, ambapo limeripoti siku ya Ijumaa likitoa mfano wa watu kadhaa wanaofahamu suala hilo. Jumatatu ya wiki hii mashirika ya kupambana na rushwa ya Ukraine yalitangaza kuwa yamefichua mpango wa kurejesha dola milioni 100 katika kandarasi za sekta ya nishati unaohusisha mshirika wa karibu wa Zelensky na mshirika wa zamani wa biashara Timur Mindich, ambaye alidokezwa na kutoroka nchi akikwepa kukamatwa. Jambo hilo limeibua wasiwasi miongoni mwa waungaji mkono wa magharibi wa Kiev ambao wanatoa ruzuku kwa ajili ya nchi hiyo katika mapambano yake dhidi ya vita vya Urusi. Politico ilimnukuu afisa mmoja wa Ulaya akisema kwamba rushwa iliyoenea nchini Ukraine ni ya kuasi na haitasaidia sifa yake. Itamaanisha tume ya Ulaya hakika italazimika kutathmini upya jinsi inavyotumia fedha kwenye sekta ya nishati ya Ukraine na namna nyingine ya kusaidia katika vita kati yake na Urusi. Afisa huyo alisema, akiongeza kwamba Kiev italazimika kuwa makini zaidi na uwazi katika jinsi inavyotumia pesa taslimu. Afisa wa serikali ya Umoja wa Ulaya aliambia shirika la habari la Politico kwamba Zelensky anahitaji kufariji kila mtu na mpango wa jinsi ya kurekebisha ufisadi. Afisa mkuu wa zamani wa Ukraine alisema alitarajia EU itafanya msaada uwe na masharti zaidi katika mageuzi, lakini akasema kwamba mwitikio wa jumla wa kuikosoa Ukraine hadharani utashikilia. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alimwambia Zelensky kwa njia ya simu wiki hii kwamba Berlin inatarajia kwamba Ukraine itasonga mbele na hatua za kupambana na rushwa na mageuzi, lakini pia baadhi ya mataifa yamekuwa yakitishia huenda yakarudi nyuma kuendelea na utoaji wa misaada katika Umoja wa Ulaya. Kashfa hiyo imesababisha kujiuzulu kwa mawaziri wawili wa serikali na kuharibu taswira ya Zelensky ndani na nje ya nchi, hasa kwa sababu alishinda uchaguzi wa rais wa mwaka 2019 kwenye jukwaa la kupambana na rushwa. Tayari alikabiliwa na msukosuko katika majira ya kiangazi alipojaribu kuzuia uhuru wa mashirika mawili ya kupambana na ufisadi, NABU na SAPO, na kujisalimisha kufuatia maandamano huko Kiev. Siku ya Alhamisi, Zelensky aliweka vikwazo kwa Mindich na mshirika wake wa kibiashara Alexandr Zuckerman, ambao wote wana hati za kusafiri za Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kashfa ya rushwa ambayo inaihusisha Ukraine, hasa washirika wa karibu wa Rais Volodymyr Zelensky pamoja na baadhi ya mawaziri wake. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.